Naam, kuhusu kifo cha kustaajabisha cha dereva wa John Heche huko Kigoma, shutuma mpya zimemweka Abduli na watu wengine wawili maarufu katikati ya uchunguzi mkali. Kada na mwanasiasa wa Chadema sasa ametoa madai ya kutatanisha, akieleza jinsi dereva wa John Heche aliuawa kupitia sumu ya hewa. Mwanasiasa huyu wa Chadema ameenda mbali zaidi kufichua jinsi wahudumu wa gesti walivyotishiwa wasiseme kitu, na ufichuzi wa mwisho alioutoa mtandaoni utakushangaza zaidi. Lakini kabla tusonge mbele, kuna ilani. Habari hizi ambazo ninaenda kukuchambulia na kukupeperushia katika video hii ni madai na shutuma zilizochapishwa kwa mujibu na kusambazwa kwa mujibu na kada na mwanasiasa wa Chadema Hilda Newton. Like video hii, subscribe kisha tusonge mbele. Hilda Newton, mwanachama wa upinzani anayetambulika ndani ya Chadema na mwanaharakati maarufu wa upinzani Tanzania, ametoa maelezo ya kina kwenye mitandao ya kijamii yakielezea kile anachodai kuwa ndio kilichotokea hasa katika saa za kabla na baada ya Suez Dani Maradufu, dereva wa Heche, kukutwa amefariki dunia katika nyumba ya wageni ya Ntahamba mkoani Kigoma. Maelezo yake yanatoa picha pana zaidi kuliko taarifa rasmi ya polisi na yanakinzana kabisa na taarifa ya jeshi la polisi. Yanataja majina ya watu mahususi, yanaelezea mtiririko maalum wa matukio na yanaashiria moja kwa moja kile anachokiita sumu iliyowekwa kwenye hewa kwa makusudi, ambapo ilisababisha mauaji yaliyofanywa na watu wanaodai kuwa walikuwa wakifuatilia msafara wa John Heche muda mrefu kabla ya msafara huo kufika Kigoma. Hilda Newton, mwanachama huyu wa Chadema, anaanza kwa kutoa maelezo ya awali yanayoweka wazi uhusiano kati ya Suez Dani Maradufu marehemu na John Heche. Kulingana na maelezo yake Newton, Suez Dani Maradufu hakuwa tu dereva wa John Heche kikazi, bali alikuwa mtu mwenye uhusiano wa karibu sana na familia ya John Heche. Kabla ya kuwa dereva wa Heche, Suez aliwahi kuwa dereva wa marehemu baba yake Heche, kulingana na mwanasiasa Hilda Newton. Sasa Newton anaelezea matukio ya siku hiyo yenyewe kana kwamba alikuwepo, na hapa ndipo madai yake yanapokuwa mazito zaidi. Kulingana na maelezo yake, siku ya tukio, kabla Suez dereva hajarejea kulala mahali alipopangiwa, anadai kuna vijana ambao kwa mujibu wa mtoa wake na kwa mujibu wa mtoa taarifa ni vijana wa Abduli na Sumai, wakiongozwa na mtu ambaye anaitwa ama aliyemtaja kama Mark, walikwenda kumtafuta Suez mahali popote alipokuwa jioni hiyo. Hilda Newton anaandika na kudai. Mwanasiasa na kada wa Chadema na mwanaharakati wa upinzani Hilda Newton anaenda mbali zaidi kudai kuwa watu hao walijitambulisha kwa mmoja wa wafanyikazi wa nyumba hiyo ya wageni kama maofisa usalama, na kisha kutumia madai hayo kupata ruhusa ya kuingia. Walimwambia mfanyakazi huyo kuwa wanahitaji kukagua chumba cha Suez, wakidai kuwa walikuwa wamepata taarifa kwamba kulikuwa na vilipuzi ndani ya chumba hicho, vilipuzi ambavyo Hilda Newton anadai walisema vilikuwa vimepangwa kutumiwa na Chadema katika maandamano ya tarehe 7 Julai ambayo wanasema yalikuwa yakiandaliwa katika ngazi ya mikoa kote nchini. Anaendelea kuelezea kwamba mfanyikazi huyo alikubali na kuwapeleka hadi kwenye chumba hicho. Hilda Newton anadai kuwa walipoingia ndani, watu hao walitafuta katika mali za Suez Maradufu, lakini hawakupata chochote. Hakukuwa na vilipuzi au silaha zozote wala kitu chochote kilicholingana na kile walichodai kuwa wanakitafuta. Hilda Newton anaenda mbali zaidi kudai kuwa licha kutopata chochote, watu hao waliondoka chumbani humo. Hata hivyo, kabla ya kuondoka kabisa katika nyumba hiyo ya wageni, katika chumba cha Suez Maradufu, Hilda Newton anadai kuwa walimwagiza mfanyikazi asiseme lolote kuhusu tukio hilo, wakionya kwamba tutajua iwapo jambo lolote litafichuliwa. Kulingana na maelezo ya Newton, baadaye Suez alirejea chumbani kwake bila kufahamu lolote kuhusu hayo, akaenda kulala. Kufikia asubuhi, wakati wenzake waliposhindwa kumpata kwa simu na kwenda kwenye nyumba ya wageni, walikuta mlango umefungwa kwa ndani. Waliuvunja na kumkuta akiwa amelala kifudifudi sakafuni, huku kukiwa na damu karibu naye ikimtoka mdomoni, masikioni na puani. Mtazamaji, unachotazama kwenye screen yako ni screenshot ya chapisho la Hilda Newton alilolipakia mnamo saa 4 asubuhi ya leo, na katika aya moja ya chapisho hilo anasema hivi: mhudumu alikubali, akaongozana nao
mpaka kwenye hicho chumba, kisha akawafungukia mlango. Walipoingia ndani ya chumba, hawakufanya upekuzi kama walivyodai. Badala yake walipulizia vitu ndani ya chumba cha mzee Suez, kisha wakaondoka zao. Lakini kabla hawajaondoka, walimwambia mhudumu asiseme chochote, maana akisema wao watajua tu. Hayo ni maneno aliyoweza kuyaandika Hilda Newton mapema asubuhi ya leo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter. Baada ya asubuhi mwili wake kupatikana ukiwa umelala kifudifudi, polisi waliitwa, mwili ukapelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa ya Maweni, na kilichofuata ndicho ambacho sasa Hilda Newton, mwanasiasa huyu wa Chadema, anakitaja hadharani kuwa ni njama ya kuficha ukweli. Hilda Newton kwa mujibu wake anatoa madai mengine yanayohusisha moja kwa moja kifo hiki na msafara wa Heche. Anadai kuwa mmoja wa vijana waliohusika ambaye ni mshirika wa Abduli amesema kuwa wauaji waliompa Suez sumu ndio wale wale ambao gari lao lilipigwa picha huko Makambako likiufuata msafara wa John Heche. Anadai watu hawa walifuatilia msafara huo kuanzia Lindi hadi Kigoma, na kwamba katika kipindi hicho walikuwa wakibadilisha namba za usajili za gari ili kuepuka kutambulika. Haya ni kulingana na Hilda Newton na ni shutuma zake. Hilda Newton anadai zaidi kwamba baada ya kufanikisha kile anachokiita mauaji ya dereva wa Heche, watu hao walirudi kwenye nyumba hiyo ya wageni gesti siku iliyofuata, wakawachukua baadhi ya wafanyikazi walioshuhudia tukio hilo na kuondoka, hatua ambayo anadai ililenga kuzuia taarifa kuvuja. Haya yote yameandikwa na Hilda Newton katika chapisho unalolitazama kwenye screen yako. Kuhusu suala la uchunguzi wa maiti, yani postmortem, maelezo ya Hilda Newton ni ya moja kwa moja na mazito. Anadai kuwa matokeo tayari yameandaliwa kitambo, kwamba hata kabla ya uchunguzi wenyewe kufanyika tayari kuna maelezo rasmi yaliyopangwa kutolewa. Maelezo hayo, anavyodai Hilda Newton, yatasema kuwa Suez alikuwa na mwanamke, alitumia dawa za kuongeza nguvu za kiume, na kwamba dawa hizo ziliathiri vibaya mwili wake na kusababisha kifo chake. Anasema dawa zilizokutwa chumbani na polisi zinatajwa mahususi kwa sababu wale wanaopanga kuficha ukweli tayari wanajua ripoti rasmi itasema nini, na walichagua dawa hizo kama maelezo ya kutoa kabla hata ya uchunguzi. Hilda Newton anaendelea kudai kuwa hata kauli iliyotolewa na IGP mstaafu Simon Siro, afisa mkuu wa polisi mkoani Kigoma, aliyesema kifo cha Suez kilikuwa cha kawaida na hakikuwa na utata, haikuwa tathmini ya kawaida au isiyo na ajenda. Anadai kuwa wataalamu wa uchunguzi wa maiti waliofika Kigoma walikwenda moja kwa moja ofisini ili kuelezwa nini wanapaswa kufanya kabla hata hawajaanza kuchunguza chochote. Hii ni kulingana na Hilda Newton ambaye ni kada na mwanachama wa Chadema. Tena madai haya yote yanatoka kwa Hilda Newton. Mtazamaji, hayo ni madai yake yanayotokana na vyanzo ambavyo hajavitaja jina kikamilifu hadharani. Kama nilivyokueleza awali, hizi ni shutuma na madai ambayo hayajathibitishwa, ambayo yanasambazwa na kuchapishwa na mwanachama na kada na mwanaharakati huyu wa upinzani Tanzania, Hilda Newton, ambaye pia anahudumia chama kile kile cha John Heche, ambapo marehemu ni dereva binafsi wa John Heche, mzee Suez ni maradufu. Letu kama Simulizi Media tutaachia hapo na tutatuma tu rambirambi zetu kwa familia za mwenda zake pamoja na chama kizima cha Chadema. Vile mtazamaji, na kuacha uwanja wa maoni ama uwanja wa comment, unijuze maoni yako kuhusiana na swala hili. Like video hii, subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.